Swali langu leo, kwa wale ambao hawana mvuto, hawana mapenzi kwa wengine, vipi wanaweza wakafanya ili yale mapenzi yaweze kupatikana? Vipi sasa yule ambaye ana nafasi iko juu na anataka kuongezeka kuwa juu zaidi ya pale alipo, nini afanye ili pale alipo atoke aweze kwenda pale mpataka pakubwa kwa mafanikio na neema nyingi sana? Kuna mambo ya msingi sana nataka niyaeleze kwa uchache na kwa ufupi. Bila shaka mtu huyu atakuwa ni mtu ambaye anapendwa sana mbele za watu, na atakuwa ni mtu aliyetunukiwa nishani ya kuwa na mvuto. Yoyote yule ambaye atakayeandika beti hizi katika siku au katika saa ya shamsi, ndani ya siku ya shamsi. Tukisema siku ya shamsi, maana yake tunaizungumzia siku ya Ijumapili, na saa ya shamsi tunaizungumzia ni wakati ule jua linachomoza au wakati jua likiwa sawa sawa limesimama imara. Tena akiziandika beti hizo ala baydati dajaja, katika yai la kuku. Lakini ataziandika hizo beti biadadi ismi talibi, kwa idadi ya jina ya yule ambaye bila shaka anataka daraja, anataka cheo, anataka kuwa ni mtu mwenye mvuto na kukubalika katika jamii. Kisha baada ya hapo akasomea huyu mtu biadadi alqabuli min ismihi, kwa idadi ya kabuli inayopatikana ndani ya jina lake. Ndipo penye siri ya kuyaendea yale mafanikio biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tena zitaandikwa, inawezekana kuandika kwa shakli ya duara, kwa kufata lile yai namna lilivyo, na utaliunguza lile yai mpaka linakuwa kama jivu kabisa. Kisha baada ya hapo utaweka ndani ya lile jivu lilotokana na yai zaita dhahabi, mafuta ya dhahabu, na utaupaka kwa kutumia mafuta hayo mwili wako kwa nia maalum kabisa. Basi kadhalika na ukataka mvuto kwa familia yako, iwe na mvuto, inapendwa, inakubalika, inaheshimika, inajaliwa sana na kuonekana ni familia bora, basi wote hao wanaweza kufanya taratibu hizi. Kila utakayekaa naye ni mtu ambaye atakuwa anakuona wewe ni mtu special katika hali ya namna moja au nyingine, na hata kazini cheo utakuwa ukipanda hatua baada ya hatua. Natoa ilmu hizi ili kadhalika wewe ndugu yangu uweze kufanya wewe mwenyewe, na la sivyo ukitaka mimi na timu yangu tukufanyie popote pale ulipo duniani, insha Allah inawezekana biidhnillah. Lakini ipo kanuni inayosema in tushghilin nasa tagharam thamana. Hizi ndizo beti maalum ambazo zinatakiwa ufanye biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Utaona maajabu ya namna utakavyotengeneza mvuto kwa watu. Utaona maajabu namna unavyopanda cheo kutoka hatua kwenda hatua nyingine. Utaona maajabu namna unavyokuwa kipenzi cha watu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Beti hizo zinasomeka kama ifuatavyo. Kwa mawasiliano zaidi tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734.